watu wangu. I hope mko fiti. Acha nikunywe hiyo maji ndio mambo ya flow. So hii ni kati ya video yenye ningetaka kama unafikiria kwenda mahali ama in any business that you do abroad or anything else, kama unafikiria kufanya. Hii ni video yenye ningetaka wenye wanatoka Kenya wanikumbuke na waishi kuikumbuka. Yaani hii ni video yenye kama unaenda kuanza maisha majuu, ningetaka unikumbuke nayo. Na sasa ningetaka tuanze kuongea. Kwanza asanteni sana kwa vile mmekuwa mkiwatch video zangu na mnauliza maswali, nashukuru sana. Pia nabambika sana, nasikia raha tu ndani ya roho, nasikia vizuri. So kuna story ambayo imejitokeza na ikawa imeniguza sana. Sikuwa najua hizi vitu zina exist. So nikasema lazima nishare na watu wangu, kwa sababu nyinyi ndio familia yangu. Na siwezi taka mtu ameng'ang'ana, amekuja Gulf, then after kwa muda mfupi, kwa muda wa miaka tuseme 5 ama hata mwaka mmoja, unaenda nyumbani unapata hauna chochote, uko mkono tupu. First and foremost, ningetaka kuongelesha, ningetaka kusema hivi before nianze. Sisemi wazazi wetu si wazuri, sisemi brothers na sisters wetu si wazuri, sisemi mtu yeyote si mzuri. So hapa kuna video imekuwa ikitrend somehow, na iliweza kutuma, nilikuwa naona tu watu wakiwatch wanalia. So kuna mtu ambaye sitataja hata gender cause sitaki kwenda kuwa personal kwa mtu. So amefanya kazi Saudi for long, then after miaka 4 anaenda nyumbani anapata hakuna chochote. Yani mtu anaweza feel vibaya sana. After 4 years unaenda nyumbani unapata hakuna kitu. So tunajua wazazi wetu ni watu wazuri ambao, na ni furaha ya kila mzazi kuona mtoto wake anaendelea. Na ningetaka kusema hivi, ni furaha ya kila mzazi kuona mtoto wake anaendelea. Na kutokana na venye tumeumbwa na venye tuko, wakati mtu anashika pesa hivi na mwenye hizi pesa hayuko karibu, kuna kashetani kanakujanga tu, kanamwambia hii pesa si uinvest hivi, na before umalize hivi itakuwa imeongezeka. Kuna kale kashetani. So wazazi wetu ni watu wazuri ambao wanatutakia mazuri, wanataka kuona tuna grow kila siku na ni furaha yao, ni furaha yao kuona tukigrow na kufurahia. So yangu ni kutaka kuambia, kama unajua unataka kwenda nchi yote kazi, kama unajua kuna mahali unaenda kazi, please make sure umechannel pesa yako, ama umeacha njia nzuri yenye pesa zako zitakuwa zinaingia. Ningetaka kusema hivi na si kwa ubaya. Wengi wetu tumetoka kwa familia ambazo zinapitia changamoto. So hizi pesa ukimtumia mama yako, anaweza ingiwa tu na kakitu. Hajawahi shika 60,000, hajawahi shika 100, hajawahi shika 200, umemtumia zote pamoja. Then unamwambia maybe niwekee ama invest mahali. Sometimes kashetani kanaingia, kanamwambia tuicheze hivi na hivi, before hivi na hivi itakuwa hivi. Si kutaka kwao, wengi wao ni loyal na hawana ubaya. Ni vile tu kashetani kanaingia tu. So kujikinga na kale kashetani, usitrust mtu yeyote na pesa yako. Never trust anyone. Kama ni shamba unanunua, usimtrust yeyote. Kama ni mtu unamtarajia akuwekee pesa, ngumu. Kama maybe Saudi, wenye wanaenda Saudi maybe hawana njia nzuri ya kuchannel pesa, maybe hawana. Make sure umeacha yule person mwenye pesa yako hawezi guza bila ruhusa yako.
Na ujue kila mtu anaweza kuwa yule person, but kila mtu anaweza change. So utafanyaje ili pesa zako ziwe safe? Ni wewe mjanja. Ni wewe mjanja. So it's very painful kuona yani mtu ameenda abroad, umeenda umetafuta pesa miaka 4, but ukirudi pesa yako maybe hata si mzazi alikula, but alidanganywa tu na kimtu kikaenda nazo zote. Just imagine how painful it is. Yeah, it's very painful kuwa mtu anapitia the same situation. So yangu ni kutaka kuambia, kama wewe ni kijana, wewe ni msichana, unapanga kuja kwa hizi kazi Qatar na Dubai, sijasikia wakicomplain pesa zao kukuliwa ovyo ovyo. Maybe kukoniwa, but kukuliwa ati umetumia mtu akakula, mzazi umekuwa ukimtumia akakula, hapana. Kwa sababu huku tuna njia nzuri ya unaweza rusha pesa zako direct kwa, unarusha kwa M-Pesa, then una transfer kwa bank yako. Huku hakuna issues. So wasichana mkitoka Kenya, hakikisheni mmefungua bank zenyu. Musi trust watu na pesa zenu ovyo ovyo. Na mkituma pesa leo, kama kuna mtu umetrust, ukituma pesa hii leo, make sure umetumiwa receipt. Ukikaa hujaona receipt ya miezi 3 yenye inaonyesha account yako, unajua ikiwa umefanya hivyo kwa bank, unaweza piga simu kwa bank na uambiwe balance yako yenye iko. So ukiona miezi 3-4 hakuna, kuna venye unashuku, be careful. Kwa sababu tunataka, huko tunapitia hali ngumu. Wasichana wetu walali. By the way, wasichana wetu wanafaa kuwa wakati ya watu ambao wanalipwa bei ghali sana. Kwa sababu wao watu wanafanya kazi kushinda watu wa mje hii. So hata gava inacheza tu hapa. Wasichana kutoka nchi zingine wanalipwa vizuri. Wasichana wa kwetu Kenya, unapata mtu analipwa 15, watu wengine wanalipwa 2,000. So gava yetu imecheza from the word go. So I hope wataweza kuaddress mambo na mshahara na mambo na human rights. Pia hiyo issue ya pesa, hata kama wewe ni kijana, usimtrust mtu. Hata kama ni mama yako, brother yako, your wife, usimtrust. Acha pesa yenye tunawatumia iwe ni pesa yao ya matumizi. Yani ile pesa tumewapa. Ama pesa yenye unatuma, bishwa ikipotea hautauliza pesa yenye unatumia mtu Kenya. Fikirieni ni njia gani nzuri. Fikirieni. Lazima kila kitu ina solution. Jaribu kufikiria. Ni vipi naweza survive? Ni vipi? Najua kuna njia. Kuna njia mnaweza survive. Kuna njia tu. Kuna kanjia tu unaweza succeed. So wasichana wetu, tafadhali, vijana wetu, ukija huku, make sure umeenda ukafungua bank account. Na ukija huku, kama wasichana maybe unaenda kazi kule na maybe hakuna njia nzuri ya kutuma pesa, make sure hata kama utamtumia mtu do, wacha tusikizane, hata kama utamtumia mtu do, umtumie asikuweke kwa bank, akuweke kwa M-Pesa yako, then wewe mwenyewe tumia M-Pesa yako kutransfer pesa zako on your account. Yeah? Ukifanya hivyo mwezi wa kwanza akikula, ya pili hautatuma. So usimtrust mtu yote. Watu tumekoniwa sana na mashamba, watu wa Gulf. Tumekoniwa sana na maboyfriend na nini na fair na nini, yeah? Tumekoniwa sana na yani na kila kitu. Yani unatarajia mtu ni the best kukusaidia, but hamna kitu, hamna chochote. Yeah? So wewe uko na jukumu ya kumake sure pesa zako ziko sawa. Na wenye wako home, ningetaka kuambia tunawapenda sana na ndio maana mnaona tunawaamini. But ningetaka mjue, ndio huyu mtu uone amekutumia 50k ama ile pesa ingine yote yenye anakutumia, unafaa kujua huyu mtu amesweat. Ni kusweat na sweat.
Wakati tunawafanyia hawa watu, especially hawa wasichana wa Gulf, nilisikia mmoja akisema wakati wanawafanyia Waarabu kazi, maji kuchemsha ni wao, watoto chakula, yani everything yenye ina happen kwa hiyo building, maybe hata iko na 17 rooms, choo nini, bedroom nini, kupanga, kuanika, kupiga pasi, kila kitu ni wewe. So mmoja wao alikuwa anasema the moment unafanyia kazi hivyo wanakulipa na pesa. Kwa kweli pesa haitoshi, pesa yenye unalipa ni kidogo, haitoshi, hauwezi linganisha. But the moment unawafanyia kazi na wao wanakulipa pesa, wanakuchotea, ni kama unawachotea damu yako, wanakunywa kadogo kadogo. Angalia wasichana wetu wengi, wakienda kule wanapitia hali ngumu. But ile kitu mtu akijitokeza kusema naumia, yani hapati response mzuri. So tafadhali ningeomba watu wenye wako home mjue tunawapenda sana, na hatunanga issues na watu wenye wako home ama nchi yetu, hatunanga issues, tunawapenda sana. But ningetaka mjue hivi, watu wanapitia sana kupata hizi pesa, hawazipati hivi. Hata mimi mwenyewe kuna zile challenges na kuna venye nafaa nijipange kimaisha, yeah? Na hata mimi mwenyewe mtu akikula 1000 yangu 200 300 bila kusikizana na yeye, yeah? Nitaumwa kabisa, itaishi kuniuma. So nitaweka hako nini mfuate hapo kwa comment section, nitaweka hako video, ndio wenye masikio wasikie, wenye macho wajione. So uende pale comment section yangu nitakaweka hapo kwa kwanza, nikikaweka hapo then endeni hapo mview, msikize, ndio siku zijazo wenye wana plan kukuja, wenye wana plan kufanya chochote wajipange. Na hakuna mambo kutrust mtu yeyote na pesa. Jipange, kama utakuwa unaiweka unakaa nayo hadi siku ya kwenda home, sawa, lakini tunaumia. Watu wanaumia, watu wanalia huku nje, si mchezo. So asanteni sana kwa venye mmekuwa mkisubscribe kwa channel yangu. Nasema shukran jaziran, nasema asanti. So nawaomba wengine, imagine wengine hata wengine wanaenda tu wanapiga nyumba zingine huko, wanazipiga picha, then anakuambia hii ndio nyumba yako. My friend, wacha leo niwaambie, kama uko hapa usiwahi fikiria kufanya business yote Kenya na uko Gulf. Kama uko any nchi yote abroad, usiwahi fikiria kufanya any business Kenya ovyo. Never. Usiwahi, kwa sababu hizi business mingi ni kutupa. Mtu mwingine alinipata akaniambia tena fikiria kununua gari sijui nini. Usijaribu. Utanunua ile gari, utainunua ukidhani itakuwa inakupea ile sijui 2000 wanasema matatu sijui nini, kitaumana, na sitaki ifike hapo. So yangu tu kwa advice vijana, pesa zako jiwekee. Ni wewe unajua venye unachoka, jiwekee pesa yako. Usimtrust yeyote. Never trust anyone with your money unless unampea for free. Usiwahi invest nyumbani ovyo. Unaweza invest, but usiwahi invest. Lakini the best solution kusolve hii mambo, usiinvest. Wakora wamekuwa wengi. Kama ni wewe una invest, ngoja wakati wa holiday, nenda nunua. Chenye utapata ndio utanunua. Nenda nunua ploti mahali pazuri, jifanyie. Wacha kama ni kuibiwa, ziibiwa kwa mkono yako. Yenye hutamlaumu mtu, hutamlaumu mama yako, hutamlaumu nani. Nenda vacation, yeah? Nenda vacation kanunue kama unafeel unahitaji. Kama hauhitaji, endelea kufanya kazi. So any job, any mpesa, sijui nini, sijui mambo kuweka kuku, hizi ni maisha tumekuwa nazo.
kumtumia mtu pesa sijui akufanyie nini. Kama huyo mtu akutumii, ukimtumia pesa, watu wa Saudi ni nyinyi naambia hii sana sana. Ukimtumia mtu pesa na Western Union ama ile njia nyingine unatuma nayo, ndio akuwekee kwa account juu maybe hauna link direct ya pesa yako. Ukimtumia mtu Kenya, make sure amekutumia kwa M-Pesa yako. Si uko na simu ya Safaricom, amekutumia kwa M-Pesa yako. Na ndio line yako isifungwe na uko abroad, make sure unanunua kakadi ama kitu kama ile. Ndio ukitumiwa pesa, kakadi ka 10 bob kametosha. Ndio ukimtumia pesa nyumbani, anakuwekea kwa M-Pesa, anatoa kwa Western Union anakuwekea kwa M-Pesa, na wewe unafanya nini? Unazituma bank, kwa sababu tumekuwa na issues, cases after cases. So sitaki mtu mwenye ni wa hii channel awe victim. Share hii video na mtu mwenye unajua maybe anaweza kuwa victim, aweze kusaidika. Na haya yote najua tutaweza kusaidiana. Mtu akutumie pesa yako, then utume bank mwenyewe. Hivyo ndio tutadeal na hii mambo. Watu wanaenda nyumbani wanapata hata wanabaki kulia. Utalia, finally ni wewe unaumia. Na utasaidika. Utalia ulie pesa ilienda. Mtu mwingine alienda naye huko akajenga ghorofa. Alienda huko akafanya mambo zake. Aliiba, alikuwa ni mwenzake. But ukikoniwa ya mwezi mmoja utaweza kuhandle. Usiitikie ati ukoniwe. Wewe make sure pesa yako umeiweka vizuri inavyofaa, ndio tuweze kuhandle hii mambo yote. So hii video nimesema kuna hapo comment section nitaweka link fulani pale, uingie na ile link, uifuate, usikize conversation iko pale kuhusu mama na mzazi. Mtu pesa sijui imepotelea wapi. Mtu ajisikizie mwenyewe, umake your own decision. If you wanna trust anyone, trust her. But disclaimer, nimeshakwambia mapema, jipange, na watakia all the best wenye mnakuja. Make sure umejipanga kweli kweli. Tuko msimu wa baridi, ndio maana mnaona niko na kihoma kibaya, ndio maana hata video sometimes maybe sauti yangu imechange. Maji nashinda nayo hapa, maji moto, ili niweze kufungua koo. But we thank God, mambo iko sawa. So nawatakia all the best. Asanteni sana kwa kusubscribe kwa channel yangu. Nasema mbarikiwe sana. Na muwe strong vijana. Lazima, by the way, nataka niwaambie kitu kimoja. This is our time to take over. It is our time to take over. The moment unaona mzazi wako anakuitisha sukari, hauna kitu ingine unahitaji. Ama the moment una feel uko shy kwenda home mkono tupu, jua hii ni time yetu ya kutake over. So ni vizuri jaribu all the ways kupata pesa. Ukitajirika, handle ile pesa vizuri. Shika ile pesa vizuri. Wacha watu waseme wewe ni stingy, but wewe jua penye unafaa kuservice, jua penye unafaa kutoa pesa na penye hufai kutoa pesa. Usitoe pesa ujinga. Ukitoa pesa, deal na your heart, na make sure umekumbuka kesho, kwa sababu kesho ni ya maana kushinda leo. Leo ishaisha. Na the moment umeweza kuona morning, usigive up. Jua hii ni chance ya kutengeneza kesho yako. So make sure that you spend your day